Kwenye kumbukumbu yangu tuna vivuko vitatu. Cha kwanza MV Kigamboni, MV Magogoni na MV Kazi. Lakini cha ajabu unafika mwaka wa tatu, hizi pantoni hatujui zilipo. Moja imetelekezwa Songoro, moja imeenda Mombasa, huu mwaka wa tatu haujarudi. Hii Kigamboni unavyoiona pamoja na kuona daraja, lakini kivuko ndo karibu kufika mjini. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Waziri, kwanza mapantoni yetu yarudi, kwa sababu mapantoni yetu ndo yanaunganisha kila kitu. Hii sehemu ni moja ya daraja la kwenda kwa miguu. Ndio. Kuna sababu gani wenda kwa miguu kulipa nauli hapa? Kwa sababu hili ni daraja. Hili ni daraja. Kwa nini sisi wanaokwenda kwa miguu tulipe nauli? Isilipe pikipiki, magari, vyombo vya moto tu. Ndio. Kwa nini wenda kwa miguu tulipe nauli hapa? Ombi langu kwamba serikali ifute kabisa kulipa nauli kwa mwenda kwa miguu. Hivyo tunaomba sisi watu wa Kigamboni, hii ni sehemu moja ya barabara. Kwa hivyo tunatakiwa tusilipe hata senti 5. Kwenye kumbukumbu yangu tuna vivuko vitatu. Cha kwanza MV Kigamboni, MV Magogoni na MV Kazi. Lakini cha ajabu unafika mwaka wa tatu, hizi pantoni hatujui zilipo. Moja imetelekezwa Songoro, moja imeenda Mombasa, huu mwaka wa tatu haujarudi. Hii Kigamboni unavyoiona pamoja na kuona daraja, lakini kivuko ndo karibu kufika mjini. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Waziri, kwanza mapantoni yetu yarudi, kwa sababu mapantoni yetu ndo yanaunganisha kila kitu. Cha pili, Mheshimiwa Waziri, hii kivuko ndo ramani ya Kigamboni, lakini cha ajabu, hebu angalia mwenyewe vumbi lilokuwepo hapa, hata rangi basi tunashindwa kupigwa. Hii sehemu ya abiria. Usiishie hapo, tembelea mpaka vioni kule. Ndio. Ukaone mazingira yalokuwepo. Ndio. Haipendezi, yani kiuhalisia tunategemea utalii. Kigamboni nasema ni mji wa watalii, lakini ukifika hapa yani unaamini utalii wenyewe haufanani. Hebu angalia leo nashuka katika bandari ya Zanzibar. Ndio. Ukiambiwa huu mji wa utalii unakubali huu ni mji wa utalii. Tunaona kwenye habari Mheshimiwa DC kila siku anaongea pawe pasafi, lakini usafi na nyinyi serikali muongeze. Sawa. Mimi naamini kwa mawazo yangu, Ndio. TEMESA hii kazi imewashinda. Moja kwa moja tumdirect mwekezaji atuletee. Kwa nini Zanzibar inawezekana hapa ishindikane? Uvukaji wa abiria, ni wapongeze serikali, mmetutatulia pakubwa. Ndio. Tangu mwekezaji amekuja, sasa hivi watu wanapita bila kikwamo, flawless. Ndio. Lakini limitation ya kuishia saa 5 ya usiku, ile ni changamoto. Okay. Unakuta mtu yuko kwenye kushughulika huko, inabidi akimbie kuja kumwahi mwekezaji kabla saa 5 hajafunga. Ndio. Lakini pia kivuko cha serikali na chenyewe hakifiki masaa 24. Ndio. Inapofika saa 7 usiku biashara zimekatika. Kwa hiyo inamlazimu mwananchi wa Kigamboni kupata ugumu wa kutafuta kuzunguka na bajaji usiku wa manane mpaka kupita darajani. Mwingine anaishi Kimbiji, mwingine anaishi wapi. Ndio. Mimi wanangu walienda kucheza mpira usiku. Ndio. Wamerudi wamelala kwenye banda la pantoni mpaka saa 11 ndo wamevuka. Ni sababu ya vivuko. La mwisho kukuongezea, Ndio. Kigamboni senta yake ni feri. Wewe ndo waziri. Ndio. Hatuna stendi. Sisi unavyoona tunakaa eneo la bandari. Hii Kigamboni unayoiona yote stendi iko Geza Ulole, kivuko kiko feri. Tunakuomba hapa tupo tumekaa kwa muda, ni eneo la bandari. Kama utaona inafaa ukamshauri Mheshimiwa Rais. Ndio. Ni eneo zuri sana. Kwanza itakuwa ni Kigamboni yenye historia, yenye stendi ya bichi. Ni fahari kubwa sana. Okay. La mwisho la kumalizia, Kigamboni mpaka Kongowe tuna vituo vya daladala viwili tu vya kushusha. Okay. Kama waziri, kilomita 25 kuna vivuko viwili basi stop 2 tu. Naomba hilo liongezee. Kwa sababu unajua kama hatuna uwezo wa kudhibiti usafi wa choo, sasa wewe unaweza kitu gani kingine? Kwa sababu choo kinachotumika wakati wote ni kuweka watu tu pale, wakae pale pale, na wako watu wanaotaka kazi hiyo. Mzee, kweli si kweli jamani? Wako watu humu wanataka hiyo kazi na wala sio malipo makubwa. Akae pale, kila baada ya muda anachukua dawa na sabuni yale anakwenda kumwaga,
ama mtengeneze vyoo vile vyenye mfumo wa maji yanaweza kuwa yanatiririka wakati wote. Kwa hivyo hilo jambo la choo ni jambo la aibu, nisingetamani kulisikia tena kutoka katika vinywa vya watu wanaotumia hili eneo. Mheshimiwa mbunge upo na wewe ni kila siku ya Mungu unapita hapa. Mheshimiwa diwani yupo na yeye ni kila mara anapita hapa. Mkuu wa wilaya yupo na yeye kila mara yupo hapa. Mkisikia habari ya vyoo vina hali mbaya, mbunge wewe tuko wote kazini kule bungeni, niambie ili niweze kushughulika na hawa watu. Kama uwezi kusimamia usafi wa choo cha umma, watu wanaolipia huduma hapa, utaweza jambo gani? Jambo la MV Magogoni kwamba iko wapi? MV Magogoni ipo. Nataka niwahakikisheni Watanzania wote mnaonisikiliza hapa, MV Magogoni ipo. Na hivi sasa imeshafika 81% ya ukamilifu wake. Tumebakiza 19 iweze kukamilika. Na sisi serikali tumejipanga vizuri juu ya kumlipa mkandarasi kile anachotudai ili tumalizane naye na chombo chetu kiweze kurudi kiendelee kuhudumia Watanzania eneo hili. Hilo ninaweza kulijibu kwa namna hiyo. Hiki chombo kwa nini hakifanyi kazi masaa 24? Ni kwa sababu kinafanya kazi masaa 21. Kwa ajili ya yale masaa 3 yaliyobaki kukipumzisha na kukifanyia service ili kiweze kuendelea kutoa huduma. Na kwa sasa hivi kiko peke yake. Na ndio maana tunataka tuharakishe kile kilichoko kule Mombasa kiweze kukamilika kwa haraka ili kusudi tuweze kupata mbadala wa hii MV kazi. Sasa swala lingine ni kwa nini Azam wanaishia saa ngapi? Saa 5 usiku. Ili jambo mmepose mahala pake, nitakwenda kuzungumza. Tumechukua hili wazo na kwamba kwa nini basi pia pasiwe na chombo kinachobeba na magari pia, badala hivi vya binadamu tu. Si ndivyo hivyo jamani? Ili kusudi watu wa magari na wenyewe wasikae foleni kubwa, kwa sababu haya magari watu wanakaa foleni kubwa, inaweza ikaenda wakati mwingine mpaka inaondoka kule nje kabisa, inataka kwenda huko Mikadi. Sasa hiyo ni vurugu kubwa sana. Na watu wanateseka. Haiwezekani. Wengine wamebeba wagonjwa, wengine wanataka kwenda kuona wagonjwa wao kwa kupelekea chakula na kadhalika na kadhalika. Jambo la kule darajani nimelitolea maelekezo. Aliliibua Mheshimiwa mbunge leo asubuhi. Nimelitolea maelekezo, tunakwenda kulifanyia kazi. Nimemwagiza katibu mkuu wangu ya kwamba anakwenda yeye na katibu mkuu wa wizara inaitwa ya uchukuzi ambaye wanasimamia bandari kwenda kutazama ni nini hasa kinasababisha ile kero pale, ili tuitafutie ufumbuzi na tuondoe hiyo kero ya msongamano mkubwa wa malori. Hii nimemwagiza katibu mkuu ndani ya hii wiki tunaoanza nayo Jumatatu mpaka kufika Ijumaa yake, lazima niwe nimepata jawabu la mwanzo. Ni nini kinasababisha na kwa nini malori yazuie barabara ya wananchi wanaopita kwenda katika majumba yao? Kwa sababu mwananchi mwingine haimuhusu. Wewe unasubiri kupata huduma bandarini. Mimi mwananchi wa kawaida ninayekaa Kibada, ninayekaa Mji Mwema, ninayekaa Kisarawe, hiyo inanihusu nini? Si ndivyo hivyo jamani? Kwa hivyo nimemwagiza katibu mkuu ahakikishe ananiletea jawabu la jambo hilo. Sasa maoni ni mengi sana na yameandikwa. Mengine ni kwa ajili ya uelewa wangu kuweza kupata kujua ili tuyatafutie suluhu. Kwa mfano hili jambo la kituo ni jambo kubwa, na bahati nzuri yuko mbunge, lakini yuko na mstahiki meya hapa pia vile vile. Tunaye mstahiki meya, wapungie mkono. Yuko hapa meya wa Kigamboni, lakini vile vile yuko. Ni kweli hapa lazima patafutwe kituo, kwa sababu haiwezekani kwamba hakuna kituo cha mabasi. Yaani watu wanatoka huko alafu wanaishia sijui pasipojulikana, juu kwa juu tu yani. Haiwezekani iwe juu kwa juu. Kama ni kweli yako maeneo ya serikali, kwa kuwa ni ya kwetu serikali, inaweza kutumika kwa ajili ya wananchi. Tutafanya mashauriano sisi wenyewe alafu tuone namna ya kuweza kuyatumia.